Trump kuzungumza na Putin kuhusu kusitisha mapigano Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuzungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kuhusu usitishaji mapigano nchini Ukraine. Ni sehemu ya jitihada za muda mrefu kuvifikisha mwisho vita vya Ukraine. Hayo yamesemwa na ofisi ya Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Trump anatarajiwa kuzungumza na Putin hivi leo Jumatatu kama sehemu ya juhudi za muda mrefu kutaka kuvifikisha mwisho vita vilivyoanzishwa na uvamizi wa Urusi mwaka 2022 nchini Ukraine. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili kuhusu mazungumzo ya simu, msemaji wa Waziri Mkuu wa Uingereza anasema viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Italia walijadili kuhusu hali inayoendelea nchini Ukraine na gharama kubwa ya vita kwa pande zote mbili za Urusi na Ukraine. Viongozi hao walijadili umuhimu wa usitishaji mapigano usio na masharti na kwa Rais Putin kuchukua mazungumzo ya kutafuta amani kwa uzito. Hayo yakiendelea, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana na maafisa waandamizi wa Marekani na Ulaya mjini Roma. Ni kabla ya mazungumzo ya simu Jumatatu kati ya marais wa Marekani na Urusi kuhusu kumaliza vita nchini Ukraine. Zelensky alizungumza na makamu wa rais wa Marekani JD Vance na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio katika makazi ya balozi wa Marekani. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema alizungumza na Zelensky na Rubio pembezoni mwa misa ya kusimikwa rasmi kwa Papa Leo 14 iliyofanyika mjini Vatican. Merz amesema amekubaliana na viongozi wa Ufaransa na Uingereza kwa watazungumza tena na rais wa Marekani katika maandalizi ya mazungumzo haya ya simu. Merz amewaambia waandishi wa habari mjini Roma kwa viongozi wa Ulaya na Marekani wamedhamiria kushirikiana kuhakikisha vita vinamalizika Ukraine. Trump alisema anapanga kuzungumza na Putin na kisha Zelensky na viongozi wa nchi mbalimbali za jumuiya ya NATO kuhusu kumaliza vita hivyo. Vile vile, kulingana na mtaalamu wa masuala ya kijeshi Andrei Marochko, jeshi la Ukraine limepata takriban majeruhi 4200 ikiwa ni pamoja na mamluki wa kigeni wakati wa wiki ya mapigano makali kwenye mipaka ya Jamhuri ya watu wa Lugansk. Marochko akizungumza na waandishi wa habari anasisitiza kuwa hasara kubwa zaidi ilisababishwa na kundi la vita vya magharibi. Alifafanua zaidi kwamba katika kipindi hiki jeshi la Urusi pia limeharibu mizinga 9 pamoja pia na silaha nyinginezo na mabohari ya silaha ya Ukraine. Vile vile, katika muda wa saa 24 zilizopita jeshi la Ukraine limeanzisha mfululizo wa mashambulizi makali kwenye mkoa wa Belgorod wa Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani 81. Mashambulizi hayo ilisababisha majeraha kwa raia wawili, kwa mujibu wa gavana Vyacheslav Gladkov ambaye alishiriki maelezo kupitia kituo chake cha Telegram. Hayo yakiendelea, tathmini ya kitaalam kuhusu mitambo ya Leopard 2A6 iliyotengenezwa na Ujerumani iliyonaswa kutoka kwa jeshi la Ukraine zinaonyesha kuwa ni duni kuliko magari ya kivita ya T-72B3M na T-80BVM na T-90M iliyotengenezwa nchini Urusi, ambayo yamezoea zaidi vita vya kisasa. Shirika la kiteknolojia la serikali la Urusi la Rostek limesema Jumatatu. Hapo awali wataalamu wa Rostek walipokea tanki la Leopard 2A6 kwa kutathmini sifa zake za kijeshi na kiufundi na kuona kwamba silaha hizo ni duni. Vilevile, askari wa miavuli wa Urusi wamezuia majaribio yote ya jeshi la Ukraine kutua kwenye ukingo wa kushoto wa mto Dnieper karibu na Kherson. Mtaalamu wa kijeshi Vital Kislov anasema vita vikali vinaendelea katika eneo la mstari wa mbele wa Zaporizhzhia. Jeshi la Ukraine linafanya majaribio ya kila siku kukabiliana na mashambulizi karibu na makazi ya Malie Chebak na Bolshie Chebak. Jeshi la Ukraine linafahamu kwamba vikosi vyake vinakaribia kuisha na linajaribu kuleta utulivu mbele ya uwezekano wa kusitisha mapigano, mtaalamu huyo wa kijeshi alisema. Wanamgambo kutoka kikosi cha kitaifa cha Aidar wanajaribu kuacha maeneo yao kwenye kijiji cha Novoyukrainka katika Jamhuri ya watu Donetsk kwenye mpaka mkoa wa Dnipropetrovsk wakipata hasara. Chanzo katika vyombo vya usalama kinasema kwamba hofu ilizuka miongoni mwa wanamgambo baada ya mashambulizi katika maeneo yao kupelekwa. Vilevile, zaidi ya mashambulizi 240 ya anga ya Ukraine yamezuiwa katika miji mikubwa kwenye Jamhuri ya watu Donetsk katika wiki iliyopita. Mkurugenzi wa kikanda wa huduma ya usalama ya shirikisho FSB anaripoti. Katika wiki iliyopita mfumo wa ulinzi wa anga wa chuma wa Donbas na mfumo wa vita vya electronic uligundua na kuzuia majaribio 241 ya ndege za Ukraine zisizo na rubani kuvuka kwenye eneo la ulinzi la Donetsk, Makeyevka na Gorlovka. Wanajeshi wa Ukraine walijaribu kushambulia Gorlovka kwa ndege 2 zisizo na rubani
za rengo la kuruka na quadcopter 2 zilizokuwa na mizigo ya kulipuka. Hayo yakiendelea, wanajeshi wa Ukraine wameshambulia kwa makombora maeneo ya makazi katika Jamhuri ya Watu Donetsk mara 8 katika muda wa saa 24 zilizopita. Kurugenzi ya Jamhuri ya kurekodi uhalifu wa kivita wa Ukraine imesema hakujawa na ripoti ya majeraha au vifo vya raia kutokana na mashambulizi ya makombora ya Ukraine. Miundombinu miwili ya raia imeharibiwa. Kwa ujumla, raundi 26 za silaha mbalimbali ziliweza kuzuiwa. Vile takriban wanajeshi 100 wa Kiukraine wameondolewa wakati wa vita vya makazi ya Bogatry katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kamanda wa Urusi anasema. Aliongeza kuwa kikundi cha Kiukraine kwenye makazi yao ilikuwa kikubwa sana, lakini sehemu kubwa ya wanajeshi ambao hawakuwa na uzoefu wa mapigano walikimbia wakati wanajeshi wa Urusi wakikaribia kijiji hicho. Hayo yakiendelea, vikosi vya ulinzi vya anga vya Urusi vimedungua ndege 75 za Ukraine zisizo na rubani na mabomu 7 ya JDAM yaliyotengenezwa na Marekani katika siku iliyopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumapili. Hayo yakiendelea, kwingineko, amani ya muda mrefu na ulinzi wa haki za wakazi wanaozungumza Kirusi nchini Ukraine lazima iwe matokeo ya msingi ya operesheni maalum ya kijeshi ya Urusi, Rais Vladimir Putin anasema katika mahojiano na mwandishi wa habari wa VGTRK Pavel Zarubin. Putin alisisitiza kuwa Urusi na vikosi vya kutosha kukamilisha operesheni maalum ya kijeshi na kufikia malengo yaliyowekwa. Anasema malengo ni juu ya kuondoa sababu za asili za mgogoro huu, uundaji wa masharti ya amani ya muda mrefu na endelevu na utoaji wa usalama kwa Urusi. Rais aliongeza kuwa inaenda pia kwa watu wanaoishi katika maeneo haya na kuzingatia lugha ya Kirusi kuwa lugha yao ya asili na Urusi kama nchi yao. Putin ametoa wito mara kwa mara kusuluhishwa kwa mzozo wa Ukraine, akiangazia hitaji la kuzingatia maslahi ya Urusi wakati wa kushughulikia sababu kuu za mzozo huo. Kulingana na yeye, hii ndio njia pekee ya kuanzisha amani ya muda mrefu, ambayo ni nini Moscow inataka. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi iliripoti mapema kwamba mnamo Machi 17 mazungumzo ya simu kati ya waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio yalifanyika kwa mpango wa upande wa Amerika. Shukran kwa baba ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.